Welcome kwenye channel yetu pendwa kabisa ya movie za kutafsiriwa za Kiswahili. Hapa umefika kwa DJ Mswahili. Utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Hello once again. Karibu tena kwenye simulizi yetu ya hadithi ya miungu ya kuzimu. Hii ni hadithi ya ajabu iliyochanganya uchawi, ndoto, siri, ulimwengu na siri ambazo binadamu hawazijui. Miaka ya mwanzo karne ya 20, kuna mchawi mmoja mwenye nguvu aitwaye Rodrick. Mtu huyo ambaye ni mchawi mkubwa ana huzuni kubwa moyoni kwa sababu amempoteza mwanaye kipenzi. Ana tamaa ya kutaka kumrudisha. Kwa hivyo anafanya ibada kubwa sana ya kichawi kwa kutaka viumbe ambaye ni Death, ambaye anaaminika anaweza kumsaidia kumrudisha mwanawe. Lakini mambo hayaendi kama yalivyopangwa. Baada ya kumkamata Death, anamkamata kaka yake aitwaye Dream. Huyu si binadamu wa kawaida kabisa, ni mmoja wa viumbe wa kale wenye mamlaka ya juu kabisa ya ndoto za viumbe wote duniani. Dream amefungwa ndani ya mduara wa kichawi, hawezi kutoroka. Rodrick, binadamu ambaye ni mchawi, anafurahi kwa kuamini sasa ameweza kulazimisha Dream kumrudisha mwanaye, lakini Dream hasemi neno hata moja. Anakaa kimya kabisa. Miaka inapita, miezi inageuka, madakika yanasogea na masiku yanazidi kwenda. Dream bado amefungwa. Wakati huo huo, sababu ya mfalme wa ndoto amekamatwa, dunia nzima inaanza kupata matatizo ya ajabu. Watu wengi wanalala hawaamki kwa miaka mingi sana. Wengi wanashindwa kulala kabisa. Ugonjwa huu wa ajabu ukaanza kusambaa duniani kote. Ndani ya gereza lake Dream anaendelea kusubiri. Muda wote huo vifaa vyake vya nguvu vinaibiwa, kifuko chake cha mchanga wa ndoto, kofia yake ya kichawi, rubi yake yenye nguvu vinavyochukuliwa vyote na binadamu. Hatimaye baada ya miaka mingi, yule mchawi aliyemkamata Dream anazeeka. Lakini yule bwana Dream hajawahi kuzeeka hata siku moja. Yule mzee wa kichawi alizeeka, lakini hajawahi kukata tamaa hata siku moja. Ipo siku anaamini atapata uhuru. Siku moja Alex alikuwa ni mlinzi gereza hilo ambalo amefungiwa Dream. Tofauti na baba yake, Alex alianza kujua kuwa na kuanza kujuta kuwa tumemweka Dream kifungoni kwa miaka mingi sana, lakini bado anaogopa kumwachia. Miaka inaendelea kupita. Kisha siku moja, wakati tunampelekea chakula, mmoja wa walinzi alifanya makosa dogo sana. Alama ya ulinzi iliyokuwa ikimzuia Dream ikaharibika, na hapo ndipo kila kitu kikabadilika. Baada ya zaidi ya miaka 100 akiwa kifungoni, Dream hatimaye apata uhuru na kutoroka. Atumia nguvu zake zilizobakia kuingia katika ndoto za walinzi mmoja. Taratibu wanadhoofika walinzi hao mpaka wanamwachia waya. Ndipo Morpheus ama Dream atoroka. Baada ya kutoka arudi kwenye ufalme wake. Baada ya kutoroka arudi kwenye ufalme wake wa Dream, lakini anakuta kila kitu kimevunjwa. Ufalme wake umeharibika, majumba yamebomoka, viumbe vyote vimetoweka, nguvu zake zimepungua sana. Mahala hapo patukufu zimebaki kivuli tu. Dream anatambua kuwa sasa miaka imeenda mbele toka akae kifungoni. Ili kurejesha nguvu zake za kifalme, analazimika kupata vifaa vitatu vikubwa, lakini hajui vipo mikononi mwa nani. Safari hii itakuwa ni safari ya kiasi gani? Mfalme wa ndoto amerudi huru, lakini vifaa vyake havioni. Sasa yupo katika harakati ya kutafuta vifaa vyake ili aweze kurudisha nguvu zake. Safari yake inaanza kabisa mwanzo, kutafuta kifuko chake cha mchanga wa ndoto ili kupata majibu. Dream anafanikiwa kumwita chawi mwenzake mmoja ambaye ni msaidizi wake mwaminifu sana waliobaki katika Dreaming. Mchawi yule amueleza kuwa mchanga huo uliuzwa miaka mingi sana iliyopita na sasa uko mikononi mwa binadamu. Dream anaondoka na kuelekea dunia binadamu ili kufuatilia mchanga wake. Wakati huo tunaanza kufahamu mtu mmoja wa ajabu ajulikanaye kama John Constantine. Huyo ni mchunguzi wa mambo ya kichawi anayejihusisha na mapepo, roho na nguvu za giza. Dream anakutana naye ili kuomba msaada wa kutafuta mchanga wake. John hakubali kumsaidia. Uchunguzi huo unapelekea kwa mwanamke mmoja aitwaye Rachel, lakini kuna jambo baya sana limetokea. Kuna miaka mingi Rachel alikuwa mmiliki wa mchanga wa Dream.
bila kujua nguvu zake halisi. Kifaa hicho kimempa hisia nzuri muda mrefu, lakini taratibu kimekuwa kikimnyonya maisha yake. Alipoingia nyumbani kwake, wanakuta hali ya kutisha. Rachel amedhoofika sana, nyumba nzima imeharibika. Anaonekana kama mtu ambaye anateswa kwa muda mrefu, nguvu zisizoonekana. Dream anatambua kuwa mchanga wake ndiyo chanzo cha mateso haya. Kwa huruma anauchukua mchanga huo na kumuomba Rachel kutokana na maumivu yake. Baada ya kupata kifaa hiko chake cha kwanza, nguvu zake au sehemu yake ya nguvu inaanza kurejea, lakini bado safari haijaisha. Bado anahitaji kofia yake ya kichawi na rubi yake ya kichawi ili nguvu zake kutimia. Dream anapata habari za kutisha. Anagundua kuwa kofia yake iliyo mikononi mwa mapepo wa kuzimu. Hiyo ina maana kuwa safari yake inayofuata anatakiwa kuelekea kuzimu, mahali ambapo viumbe wa giza na mapepo watawala wanaishi huko. Baada ya kurejesha kifuko chake cha mchanga, sasa amebakiwa na kazi ngumu sana ya kurejesha kofia yake. Tatizo ni moja, kofia haipo duniani, ipo kuzimu, mahala ambapo hata viumbe wenye nguvu huogopa kwenda. Bila kusita, Dream anafungua mlango wa ajabu na kuanza safari yake kuelekea katika ufalme wa giza uitwao mapepo. Anapofika katika mazingira ya kutisha, moto unawaka kila pande, milima, mawe meusi vinaonekana mpaka mbali, na vilio kama watu wamepotea zinasikika angani, na kila mahali kuna maelfu ya mapepo na mashetani huko Jahannam, wenye chuki, wenye sura mbaya, wenye kila ajabu. Lakini Dream haoneshi hofu wala nini. Anaendelea kutembea kwa utulivu kana kwamba amekuja nyumbani kwake. Hatimaye anafika mbele ya utawala wa kuzimu. Anakutana na bwana Lucifer. Lucifer ni mmoja wa viumbe wenye nguvu zaidi ambao waliopo katika huko kuzimu. Lucifer anajua kwa nini Dream amekuja, lakini baada ya kumkabidhi kofia yake, anaanza kumwambia kuwa kofia hiyo aliitoa kwa mapepo mmoja, na kama anaitaka basi ana lazima kupigana, na si kwa mapanga wala kwa nguvu za mwili, bali ni mapambano ya akili yenye nguvu za kifikra. Mapepo yote yanakusanyika ili kushuhudia mpambano huo. Dream anakaribiana na mpambano mkubwa. Mchezo unaanza. Lucifer anasema, mimi ni mbwa mwitu mwenye njaa kali. Haya, mara Dream anajibu, mimi ni mwindaji anayemuua mbwa mwitu. Lucifer anamjibu tena, mimi ni nyoka mwenye sumu kali. Dream anajibu kwa haraka, mimi ni ndege mla nyoka. Pambano linaendelea kuwa kubwa zaidi, kila mmoja anabadilika na kuwa mwenye nguvu kuliko mwenzake. Mapepo yanaanza kushangilia na kusubiri nani atageuka kuwa mshindi. Hatimaye Lucifer anasema, mimi ni ulimwengu unaoharibu kila kitu. Mara ya kwanza Dream anakaa kimya kidogo na kuanza kunyong'onyea na nguvu zake kuisha taratibu. Mapepo yanaanza kushangilia na Lucifer kutabasamu akidhani pambano limekwisha kwa kuona bwana Dream kashashindwa. Kisha Lucifer mwenyewe akaingilia kati na kusema, mimi ni anti-life, mwisho wa kila kitu, giza ambalo hakuna kinachoweza kushinda. Ukumbi mzima ukanyamaza, hakuna aliweza kujibu. Hata Dream mwenyewe hakujua ajibu nini, lakini bila kuchelewa wala bila kusita, Dream akasema, mimi ni tumaini. Ukumbi ukakaa kimya, kwa sababu hata hilo giza lenyewe kubwa kiasi gani, hata pale kila mtu anapoishi lazima kuwe na matumaini. Matumaini yanaweza kuwepo na hakuna nguvu inayoweza kuangamiza kabisa. Lucifer akatambua kuwa Dream ameshinda. Kwa hasira kubwa analazimika kumrudishia kofia yake. Dream akachukua kofia yake na kutoka kuzimu, lakini kabla hajaondoka, Lucifer akabaki anamwangalia kwa macho ya chuki. Akajiuliza nini kitatokea ikiwa siku moja kuzimu ataacha kuadhibu wanadamu. Kauli hiyo ilimnyong'onyesha sana Lucifer. Ana mpango mkubwa sana, anaweza kubadilisha ulimwengu wote. Dream anarudi katika ufalme wake akiwa na sehemu nyingine ya nguvu. Sasa kimebaki kifaa kimoja, rubi yake yenye nguvu sana, lakini bado hajui rubi yake iko wapi, iko mikononi mwa nani, au mtu wa gani, aina gani. Tutaendelea kuangalia mbele. Usikose wala usiache kuangalia, tuko pamoja. Usisahau kusubscribe na kulike na kucomment. Tunaendelea. Safari yake inaanza kwa kutafuta mahali wapi rubi yake ilipo. Utafutaji huo unampelekea katika taasisi ya wagonjwa wa hospitali ya wagonjwa wa akili. Huko anakutana na mwanamke mmoja aitwaye Rosemary. Mwanamke huyo ni wa kawaida kabisa, hajui kuwa ameingia katika vita kubwa ya ajabu. Wakati huo huo tunakutana na mtu mmoja aitwaye John D. Mtu huyo anaonekana ni mnyonge na mtulivu, lakini ukweli ni kwamba
yeye ndiye mtu aliyeishika rubi ya Dream, na hicho ni hatari zaidi, kana kwamba anatumia kwa miaka mingi mpaka sehemu ya nguvu zake zimeungana naye. John D anatoroka hospitalini, anaamini kuwa dunia imejaa uongo, na kwa mtazamo wake anahisi binadamu wote wanadanganyana, marafiki wanadanganyana, wapenzi wanadanganyana, familia zinadanganyana, na yeye anaamini kuwa dunia itakuwa bora kama kila mtu atazalimika kuwa mkweli muda wote. Hii ndiyo inaonekana katika jambo la mwanzoni kabisa, lakini si kila ukweli ni rahisi kusikika. Dream anaanza kumfuatilia, lakini nguvu zake hazijarudi bado kikamilifu. John D anaendelea safari yake akiwa na rubi mkononi. Kila anapotumia nguvu za rubi zinaongezeka, na kila zinavyoongezeka akili yake ndio inavyozidi kuharibika. Anajiona kama mtu anayekwenda kuokoa ulimwengu mzima, lakini ukweli ni kwamba anaupeleka kwenye maafa. Mara tunamuona John D amesimama katika kituo kidogo cha chakula, wateja wakija kula na kuendelea na maisha yao. Hakuna hata mmoja anayejua kuwa mtu aliyekaa ndani ana uwezo wa kubadilisha maisha yao yote kwa sekunde. John D anakaa kimya huku akianza kuitazama rubi yake na kitabasamu kidogo, kisha akisema, watu wote wanapaswa kuanza kusema ukweli. Na hapa ndipo simulizi linaacha maswali makubwa. Nini kinatokea kila mtu analazimishwa kusema ukweli? Je, ukweli unapelekea amani ama kuharibu kila kitu? John D ndani ya dina ndogo barabarani. Ndani kuna watu wachache wa kawaida, wametoka kufanya kazi, wengine wanakula, wengine wanakutana na marafiki zao. Kwa nje kila mtu anaonekana kuwa wa kawaida, lakini ndani ya mfuko John D anakuwa na rubi yenye nguvu ya ajabu, na leo anaamua kufanya jaribio la kutisha sana. Binadamu wote wanaishi kwa uongo. John D anatumia rubi kuamuru watu wote waseme ukweli. Mwanzoni kila mtu anaonekana sawa, watu wameanza kusema wanaofikiria moyoni. Siri ndogo ndogo zinaanza kufichuka. Kadri muda unavyopita, hali hii inaanza kubadilika. Mume anaanza kumchukia mke na marafiki anaanza kumchukia mtu, kwa sababu kila mtu anataka kumwambia ukweli. Kila muda unavyozidi kwenda, ukweli unazidi kuwa ukweli na siri zinazidi kutoka. Watu wanaanza kuchukiana na kila mtu kutaka kugombana na mwenzake mpaka vurugu nyingi sana kutokea. John D amekaa kimya akitazama. Kwa yeye huu ni ushahidi kuwa watu wamekaa na kuficha uongo nyuma ya maisha yao yote. Lakini hali inazidi kuwa mbaya. Rubi inavyoendelea kulazimisha kusema kila mtu alichokuwepo moyoni. Watu wanaanza kuchukiana, kupigana, wengine wanakata tamaa. John D anaamini kufanya hivyo ni jambo sahihi kabisa, na anasema kuwa ukweli ni zawadi, na anasahau kuwa duniani watu hawaishi kwa ukweli pekee. Kuna huruma, msamaha, upendo na kujizuia pia ni sehemu ya maisha ya binadamu. Hatimaye hali ya ndani ya Dina imefika kwa kiwango cha kutisha kabisa. Uhusiano unaharibika, maisha yao yanaporomoka na maisha yote yanabadilika kabisa ndani ya siku moja tu. John D anatazama haya yote kana kwamba ni majaribio ya kisayansi tu. Wakati huo huo Dream anaendelea kumtafuta, na akijua kwamba kila dakika inayopita rubi inakuwa na hatari zaidi. Hapa tunamwona John D akitoka kwenye Dina na akiwa ameridhika, akiamini amewaonyesha ukweli wa asili binadamu. Lakini sasa lengo lake ni kubwa zaidi. Anataka kutumia rubi hiyo kubadilisha ulimwengu mzima. Lakini upande mwingine Dream anamkaribia sana, na hatimaye wawili hawa wanakutana. John D amefikiri amemshinda tayari, na anaamini kuwa amechukua nguvu zake zote Dream, kana kwamba ufalme wa ndoto hana uwezo tena wa kumpiga. Kwa kujiamini anatumia rubi dhidi ya Dream. Nguvu kubwa ya ajabu inatolewa, lakini kuna jambo ambalo John D alikuwa halijui. Nguvu zilizomo ndani ya rubi zote zinatoka kwa Dream. Kwa miaka mingi rubi imekuwa ikihifadhiwa na ni sehemu ya nguvu za Dream. Anapoivunja hadharani atamwangamiza Dream, lakini kinachotokea ni tofauti kabisa. Nguvu zote zilizokuwa ndani ya ile rubi zinajirudi na kuwa kwenye mwili wa Dream. Kwa sekunde chache mwanga mkubwa unaanza kutanda kila mahali. Kwa ghafla Dream anarejesha nguvu zake zote. John D anaanguka akiwa hana uwezo tena. Baada ya kumuua Dream anamwachia aishi na anamrudisha hospitalini, kwa sababu tatizo kubwa lilikuwa tamaa na uwazimu wake.
sio nguvu zake. Baada ya kurudisha vifaa vyake vyote, Dream ameamua kurudi katika dreaming. Ufalme wake unaanza kurejea katika hali yake ya zamani, majumba yake yote mapya, nguvu zake zote zinarudi. Lakini hapa ndipo inabadilika kabisa, kutoka vita ya kichawi kuingia katika hadithi inayogusa moyo. Dream anakutana na dada yake mkubwa aitawe Death, ambaye ni kifo. Tofauti ya watu wengi wanavyofikiri, si kwa kutisha kama anavyojulikana. Anaonekana ni mwenye furaha na mkalimu na mwenye hekima, na akimwambia Dream kuwa amekuwa akijijenga sana viumbe wengine, amekuwa akiishi na majukumu yake mpaka watu wanasahau nini maana ya kuishi. Death anaamua kumchukua Dream katika matembezi yake ya kawaida. Anatembea na watu mbalimbali ambao muda wako umefikia. Dream anashangaza kuona jinsi dada yake anavyochukua watu roho pole pole na kwa heshima. Hakuna hofu, hakuna ukatili, ni safari yenye mwisho wa amani. Katika matembezi hayo, Dream anaanza kuelewa kitu muhimu sana. Kazi yake si kutawala ndoto tu, kazi yake ni kuwasaidia viumbe kuwa na matumaini na malengo kwa sababu za kuendelea kuishi. Na Death anamkumbusha kuwa hata viumbe wenye nguvu kama wao wanahitaji kuwa karibu na wengine, anahitaji kusikiliza, wanahitaji kuelewa. Na mwisho wa siku hiyo Dream anaonekana tofauti na alivyo, na mwisho wa siku hiyo Dream anaonekana tofauti na tulivyo kumzoea mara nyingi. Kwanza, tangu mwanzo anaonekana kuwa na matumaini na tabasamu kidogo, na anaanza kuona maisha yana maana zaidi ya mamlaka na wajibu. Lakini Dream anaanza kubadilika na kuwa hatari sana na mpya anayekuwa gizani. Kuna ndoto za zamani iliyotoroka katika dreaming yake alipokuwa kifungoni. Sasa hiyo ndiyo inakusanya nguvu zake kwa siri, na mipango yake inaweza kuleta maafa makubwa kuliko hata yule chizi wa mwanzo John D, ambaye yupo kwenye hospitali na hodi ya machizi Milembe. Baada ya kurejesha nguvu zake, Dream anakuja kugundua kuwa bado ana tatizo kubwa sana ambalo bado halijatatuliwa. Wakati alipokuwa amefungwa zaidi ya miaka 100, ndoto moja ambaye ni jinamizi alitoroka katika ufalme wake akaingia duniani. Miongoni mwa waliotoroka kuna mmoja ni hatari kabisa, jinamizi moja ni hatari kabisa. Lakini kabla Dream hajamfuata, hadithi inatupeleka kwa msichana mmoja wa kawaida ambaye aitawe Rose Walker. Rose anaishi maisha ya kawaida, lakini ana maumivu moyoni. Kwa miaka mingi amekuwa akitafuta mdogo wake aliyepotea aitawe Jedi. Hakujua alipo, hakujua kama bado yuko hai, na kila siku iliyopita ilikuwa inaongeza huzuni moyoni mwake. Siku moja Rose anapata habari za kushangaza. Anajulishwa kuwa kuna mtu mmoja wa familia yake amefariki na ameacha urithi. Habari hizo zinampelekea kusafiri na kuanza safari yake ambayo inaweza kubadilisha maisha yake. Wakati huo huo anaoneshwa Jedi, na hapa ndipo mambo yanaanza kusikitisha. Jedi anaishi na walezi wanaomtesa sana. Badala ya kupata upendo na ulinzi, anaishi katika mazingira ya mateso na hofu. Kitu pekee kinachompa faraja ni ndoto. Kila siku anaota akiwa shujaa na anapambana na maadui, anaokoa na watu, lakini hajui ndoto hizo zina uhusiano makubwa sana na Dream ya ulimwengu. Kadri simulizi zinavyoendelea, Dream anaanza kufuatilia matukio ya ajabu inayomuhusu Rose. Anagundua kuwa Rose si mtu wa kawaida. Kuna nguvu zinampelekea ndani yake, nguvu moja inayoweza kurithi ulimwengu mzima wa ndoto, lakini bado hajui ukubwa wa hatari hiyo. Wakati huo Rose akiendelea na safari yake kumtafuta mdogo wake, anakutana na watu mbalimbali wa ajabu katika nyumba aliyofikia kuishi kwa muda. Kila mmoja ana siri yake, kila mmoja anaishi maisha ya peke yake, na taratibu Rose anaanza kugundua kuwa maisha yake yanaingia katika ulimwengu ambao hakuamini wala hakuwahi kuwa. Dream anakuja kutambua kuwa Rose Walker ndio ajulikana kama Dream Vortex, kiumbe nadra sana mwenye uwezo wa kuvunja mipaka kati ya ndoto za watu wote. Kama nguvu zake zitakuwa bila kudhibitiwa, zinaweza kuharibu ulimwengu wa ndoto, hata ulimwengu wa binadamu. Wakati huo huo, lile jini ama jinamizi likiendelea kufanya mambo yake gizani, anaonekana akivutiwa sana na Rose kuliko mtu mwingine yoyote. Baada ya kugundua Rose Walker ndiyo Dream Vortex, Dream anaanza kuwa na wasiwasi mkubwa sana. Kwa watu wa kawaida, Rose anaonekana kama msichana aliyemfuata mdogo
wake, lakini kwa upande wa ulimwengu wa ndoto yeye ndiyo tishio kubwa. Lakini upande wa ulimwengu wa ndoto yeye ndiyo tishio kubwa. Kadri nguvu zinavyoongezeka, mipaka kati ya ndoto za watu zinavunjika. Watu wanaanza kuingiliana katika ndoto za watu wengine bila kujua. Ndoto na uhasilia vinaanza kuchanganyika, na kama hali hii itaendelea, dunia nzima inaweza kuingia katika machafuko. Wakati huo huo, Rose anaendelea katika juhudi za kumtafuta mdogo wake Jedi. Hatimaye baada ya mateso mengi anampata. Ni moja kati ya nyakati zinazogusa moyo kabisa katika hadithi hii. Kaka na dada waliokosana katika miaka mingi sasa wanakutana tena, lakini furaha yao haidumu kabisa. Hatari nyingine inakaribia. Kwa upande mwingine, tunamuona yule jinamizi anaendelea na mipango yake. Anajua kuwa Rose ndiyo Dream Vortex. Anaamini kuwa anaweza kutumia nguvu zake kwa manufaa yake mwenyewe. Jinamizi linaelekea katika mkutano wa siri na wenye watu hatari sana. Lengo lake ni moja tu, kukusanya watu wote hawa ili kuendelea kujificha dhidi ya Dreamer. Dreamer naye anamfuatilia kila hatua. Anajua kuwa lile jinamizi limetoroka katika Dream na lazima lirudishwe. Sasa Rose anaweza kupata ndoto za ajabu zaidi. Anaendelea kutembea ndani ya ndoto za watu wengine. Anaota siri zao, anaona hofu zao, anaona maisha ya ndani yao, na hapo anaanza kuelewa kuwa kuna kitu kisicho cha kawaida ndani yake. Dream anafika karibu sana na ukweli. Anagundua kuwa Rose nguvu zake zinaongezeka kulivyo anavyotarajia, na kwa mujibu wa sheria, Dream Vortex akifika kiwango fulani cha nguvu lazima angamizwe ili kulinda ulimwengu wa ndoto. Hii inamweka katika njia panda Dream na hali ngumu sana, kwa sababu Rose si mhalifu, pia si mtu mbaya, ni msichana mdogo ambaye hajachagua kuwa kile alicho. Lakini kama hatazuiwa, mamilioni ya watu wengine ama viumbe wengine wanaweza kuathirika. Sasa tunamuona Rose akiingia ndani zaidi katika ulimwengu wa ndoto. Nguvu zake zinaongezeka na Dream anatambua kuwa muda umeisha. Anapaswa kufanya maamuzi magumu sana, kumuokoa Rose ama kuokoa ulimwengu wa ndoto. Baada ya nguvu za Rose Walker kuendelea kuongezeka, hali inakuwa mbaya zaidi. Mipaka kati ya ndoto na watu zinaendelea kuvunjika. Watu wanaanza kuathiriwa na ndoto zisizo zao. Dream anajua kuwa muda unafanya maamuzi na unakaribia, lakini kabla hajamkabili Rose, kuna watu mwingine anapaswa kukabiliwa kwanza, ambaye ni lile zimwi ama jinamizi lililotoroka wakati Dream amefungiwa miaka 100 iliyopita. Wakati huo tunaliona lile jinamizi limeahikiza mkutano mkubwa wa siri wa wauaji wa mfululizo, na watu waliokusanyika hapo wanamuona kama ndo shujaa wao. Hawajui kwamba yeye si binadamu wa kawaida, ni jinamizi lililoumbwa na Dream mwenyewe. Rose na Jedi nao wafika karibu ya eneo hilo wakitafuta majibu kuhusu mambo yanayoendelea. Bila kujua wanaingia katika matatizo makubwa. Hatimaye Dream anafika. Ukumbi mzima unabadilika. Watu walikuwa wakimshangilia lile shetani au zimwi wanaanza kuhisi hofu. Dream anamkabili moja kwa moja lile zimwi. Anajaribu kuonesha ujasiri na anasema kuwa amekuwa huru kwa muda mrefu, kwamba dunia inamhitaji, lakini Dream akamkumbusha ukweli kwamba yeye ni zimwi au jinamizi lililoumbwa kwa kusudio maalum na kwamba ameshindwa kutimiza kusudio hilo. Dream akamvua nguvu zake zote, kisha akamrudisha katika ulimwengu wa ndoto. Kwa namna ya kushangaza kabisa, lile zimwi linaangamizwa na kurudisha kwenye chanzo chake. Kwa mara ya kwanza toka atoroke, jinamizi hilo ndio limefika mwisho wake. Baada ya tukio hilo, katika mkutano wa mauaji unavunjika na wengi wao wanaanza kujua ukweli wa matendo yao. Ndoto za zile zimwi za kujenga ufalme wake hazijafikia malengo, lakini tatizo bado halijaisha. Rose na nguvu zake za Dream Vortex sasa zinafika kwenye kiwango cha hatari sana. Dream anatambua kuwa mujibu wake wa kisheria katika ulimwengu wake, Rose lazima afe ili kuzuia maangamizi makubwa yasitokee, na hiyo ndiyo sehemu ngumu sana kwa bwana Dreams, kwa sababu Rose si adui, si mhalifu na pia si mtu mwenye hatia yoyote. Alijaribu kuishi maisha yake tu. Sasa hapo ndo mtihani mgumu sana unatokea. Nguvu za Vortex zinaonekana kuzidi sana. Ndoto za watu zinaanza, mipaka na ndoto za uhalisia zikianza kupotea, na kadri muda unavyozidi kupita, ulimwengu wa ndoto unaanza kukaribia kuanguka.
kuanguka. Kwa mujibu wa sheria za kale, hakuna suluhisho ila ni jambo moja tu, Dream Vortex lazima afe, ambaye ni Rose. Dream anaendelea kukutana na Rose akiwa ameendelea kubeba jukumu hilo zito, lakini kabla hajafanya lolote, siri kubwa inaanza kufichuka. Rose akutana na bibi yake mkubwa, mwanamke aliyekuwa amejificha, anayejua ukweli wa miaka mingi. Hapo ndipo tunagundua kuwa nguvu za Dream Vortex hazikupaswa kuwa ndani ya Rose. Nguvu hizo zilipaswa kuwa ndani ya mwili wa bibi yake, lakini zamani, ili kumwokoa Rose alipokuwa mtoto, nguvu hizo zilihamishwa bila yeye mwenyewe kujua. Hivyo Rose amekuwa akibeba nguvu hizo, haukuwa wake hapo tangu zamani. Dream anapoelewa ukweli huo, hali inabadilika. Bibi anaamua kujitolea sasa. Anamwambia Rose amkabidhi nguvu hizo ndani ya ulimwengu wa roho ama ulimwengu wa ndoto. Rose anazitoa nguvu hizo na kumpatia yule bibi. Mara tu zinapohama nguvu hizo, hatari inayotishia ulimwengu wa ndoto unaanza kutoweka. Muda mfupi baadaye, bibi huyo afariki dunia kwa amani kabisa. Amemwokoa mjukuu wake, ameuokoa ulimwengu wa ndoto, na kwa mara nyingine Dream hana haja ya kuua na mtu asiyekuwa na hatia. Baada ya mgogoro huo kumalizika, Rose na Jade wapata nafasi ya kuanza maisha yao upya kabisa. Hatimaye wanapata familia yenye amani ambayo haikuwa hapo mwanzo kwa muda mrefu kabisa. Wakati huo huo, Dream anarudi kwenye dream yake, lakini safari hii amerudi akiwa mtu tofauti. Tangu mwanzo story inapoanza, tulimuona akiwa mkali, mwenye kiburi na anayejijenga, lakini matukio aliyopita yameanza kumbadilisha na kujifunza huruma. Ameanza kujifunza kusamehe, ameanza kujifunza kuwa hata viumbe wenye nguvu wanahitaji kubadilika. Anapoendelea kujijenga katika dream yake, anaonekana kuwa na matumaini zaidi kuliko wakati wowote, lakini wakati huo kila kitu kinaonekana kimetulia. Hatari mpya inaanza kujitokeza kuzimu, kule kwa Lucifer. Bado hawajamalizana na Dream, hajamsahau bado ana hasira naye. Sasa anataka pambano lao la kuzimu la mwisho. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele na kulike na kucomment ili kuwa karibu na mmoja wa familia ya DJ Mswahili. Karibu kwa DJ Mswahili, utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.